Kampuni za roboti nchini China kama ile ya Hubei Optics zinaongoza sekta ya ufanyaji kazi za nyumbani kiotomatiki. Roboti hizo kwa jina Lumen sasa zina uwezo wa kukunja nguo, kutandika vitanda na kuandaa vinywaji, huku pia zikipa matumizi mapya katika huduma za wazee. Maelezo zaidi katika makala yetu kuhusu Ifahamu China. Hujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Roboti za China zenye umbo la binadamu zinakuwa na uwezo mkubwa katika kazi za nyumbani, kwani wahandisi wanazipa ustadi na akili kushughulikia utunzaji wa jumla wa nyumba na kupata maombi katika nyumba za utunzaji wa wazee. Miongoni mwa kampuni hodari katika eneo hili ni kampuni ya Hubei Optics. Roboti yao Lumen tayari amepata ujuzi, ikiwa ni pamoja na kutoa vinywaji, kukunja nguo na kutandika kitanda. Baada ya kuonyeshwa kwa mara ya kwanza kwenye maonyesho ya 3 ya kimataifa ya mnyororo wa ugavi ya China, mtindo huo umewavutia wateja watarajiwa kwa wepesi wake na udhibiti wake wa mkao. Kwa mujibu wa meneja wa operesheni ya data wa kampuni ya Hubei Optics, Qing Zhen, roboti ya Lumen inajivunia nyuzi 40 za uhuru na viungo vya vidole kwenye mikono vinaonyesha umuhimu kwa kufanya shughuli ngumu. Kwa upande wa program, wametoa mafunzo kwa roboti kwa kutumia mfano wa akili ulio na kusudi la jumla. Ingawa kwa sasa inaweza kuonekana kuwa polepole katika kutekeleza majukumu yake, kadiri idadi ya data inavyoongezeka ndivyo data zitaongezeka zaidi na hatimaye itafanya kazi kwa busara zaidi. Imefahamika kwamba watafiti wanafundisha na kuboresha roboti ya Lumen katika kituo cha ubunifu cha roboti za binadamu cha Hubei ili kuifanya iendane zaidi na nyumba, maduka makubwa, viwanda na maeneo mengine. Kampuni ya roboti zinaweza kuingia sokoni, lakini wachambuzi wanasema utafiti kuhusu uidhinishaji wa usalama wa roboti na maadili ya sayansi na teknolojia unahitajika kabla ya roboti hizi kuingia nyumbani na kwenye jamii. Licha ya vikwazo vilivyoko mbeleni, msukumo wa China wa kuendeleza akili bandia na robotiki kwa ajili ya matumizi ya kuwatunza wazee tayari umetoa matokeo ya kuvutia. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng.